askofu mstaafu wa jimbo kuu la Tabora kiitwa kwa jina Paulo Ruzoka. Tulianza kuja katika maeneo haya ya Ifucha kufuatia mawazo tuliyokuwa nayo baada ya mkutano wetu mkuu wa sinodi ya kwanza ya jimbo kuu la Tabora mwaka 2012 2013. 2014 tukaanza kuzunguka kutafuta maeneo ambayo tungeweza kujenga kituo cha hija. Na eneo hili la Ifucha liko mashariki mwa mji wetu wa Tabora. Ukienda kileleni pale karibu na msalaba kabisa, unaona mji wa Tabora kwa uzuri. Basi kwa bahati tukapapenda mahali hapa. Yalikuwa ni mawe makubwa kama miamba hiyo unayoona. Ikabidi tutafute mbinu za kuweza kutafuta eneo la ujenzi. Basi vyombo vikaja, machinery za kuvunja mawe, piga baruti miamba mingi iliyokuwa hapa. Mawe yalikuwa naruka mpaka kule chini kabisa, yalikuwa yanapasuka mpaka tukapata usawa huu ambapo tulianza kujenga jengo hili. Sasa nasema kwamba katika ujenzi lazima ujaribu kuona jengo hilo litakaa namna gani. Kwa ujumla wake jengo hili ambalo ni kituo cha hija sasa linaelekea mashariki. Milango yote ya kuingilia huku ya mbele inatazama mashariki. Hapa sasa tuko kwenye eneo la chini kabisa la jengo hili, na kuna sebule kubwa na kuna chumba ambacho ni cha kulala kama watu wanataka kulala hapo au mtu, na hasa wale ambao watakuwa ni wakazi rasmi hapa wanaweza kutumia chumba hicho. Lakini kwa ndani kuna ngazi inayopanda juu, na hapo juu katikati kuna eneo lingine kubwa kabisa na sebule ama ukumbi unaweza kuita mkubwa, na pembeni mwake kuna vyumba vingine kama vitatu hivi, na alafu inapita corridor katikati ambayo inatokeza upande wa mashariki na upande wa magharibi. Ukipanda juu zaidi unakuta eneo kubwa ambalo ndio eneo la kanisa. Ndiko tunako kwenda kusali na nini. Na hapo kuna picha nyingi za kutosha ambazo ni za watakatifu, kwa sababu mahali pale ni mahali pa sala. Na sisi wa Kristo, lengo na shabaha ya mwisho kabisa ni kuweza kwenda mbinguni, ambako ndiyo makazi yetu ya kudumu, tukiwa katika muunganiko na Mwenyezi Mungu. Ndio maana kuta wote tunaozunguka mnaona kuna picha nyingi na ni za watakatifu mbalimbali ambazo tunaweza kueleza wakati tutakapokuwa katika eneo hilo. Mkitaka mnaweza kupiga humu ndani kabla hatujapanda huko. Alafu kuna ngazi upande wa kushoto kwangu hapa ambazo zinaongoza kwenda juu kanisani. Na ngazi hizo basi ni ndefu ya kutosha. Kuna wengine wanasema kwamba wanapozipanda hizo ngazi
basi shauri ya umri mkubwa, basi miguu inaanza kutetemeka kidogo. Lakini basi ni ngazi zinazotuongoza kwenye eneo la sala na ni sehemu ya hija. Ngazi hizi nyingi zinatokea upande wa kaskazini mashariki kwenye groto la Bikira Maria au pango la Bikira Maria, ambayo inajulikana kama ni nyumba ya Mungu. Na pale ndani kuna sanamu ya Bikira Maria ambayo ililetwa na marehemu mtangulizi wangu Askofu Mkuu Mario Mgulunde. Alikuwa na wazo la kujenga kanisa la milenia ya 3 kule maeneo ya Cheo, lakini mradi huo haukukamilika, na huko ndiko sanamu hiyo ingekwenda. Baada yake sasa tumeiweka kwenye kituo chetu hiki cha hija. Kituo hiki tumekipatia jina la Pahija Ifucha. Na Pahija manake mahali pa kuhiji. Pahija Ifucha. Na kifupi kirefu cha Ifucha inajulikana kama Ifushankolo. Ni neno la Kinyamwezi ambapo maana yake inakuwa ni tuliza roho yako au tulizane mahali hapa. Inawezekana na inasadikika kwamba wenyeji wa maeneo haya walikuwa mahali hapa, milima hivi au vilima hivi, wanaviheshimu sana. Walikuwa wanajua kwamba hapo wanaweza kukutana na miungu yao na kuomba msamaha na kutoa sadaka ili waweze kupata mibaraka yao, kama sio ahueni kama walikuwa ni wagonjwa. Kwa hivi sasa tumeshapabatiza mahali hapa ni kituo cha hija cha kanisa Katoliki. Ungekuwa mtu ambaye una uzoefu wa kusoma maandiko matakatifu, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 8 na kuendelea, unakutana na Musa. Unakutana na Abraham, ambaye yeye alifika kwenye eneo aliloliita Betheli, na pale akamtolea Mwenyezi Mungu sadaka na akaweka madhabahu. Lakini akaja mjukuu wake aliyekuwa Yakobo, naye alikuwa ametoka ujombani kwa Labani. Akafika mahali pale na familia yake kubwa tu na nini, lakini akawaacha kidogo, akaenda kusali hapo Betheli, na usiku mzima alikuwa akipata maruelue kwamba yuko katika mapambano na nguvu ambayo hakuweza kuitambua. Na baadaye akagundua kwamba ni kweli alikuwa katika maono na uwepo wa Mungu. Na alipoamka asubuhi akaweka mawe 3, akatengeneza altare, akamtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Na mahali pale aliona maono, ni kama aliona ngazi ipo inapanda, iko inaunganisha mbingu na dunia, na malaika wakiwa wanapanda na kushuka kwenye ngazi ile. Na unaweza kusoma vizuri hadithi hiyo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 28. Kwa hivi naona mambo makuu yanatokea vilimani na milima huu. Wakati mwingine nyakati zile tulipokuwa na mawazo, tukasema basi hii nayo ni Betheli ya mashariki
ya mji wa Tabora. Na hii ndio mlango nilikuwa nakusudia. Una shida? Basi. Hili ndio eneo la katikati ya jengo letu. Upande wa kulia kwangu huku kuna vyumba vitatu hivi, alafu na vinaweza kutumika kwa kulala. Na huu ni ukumbi ambao watu kama 100 hivi unaweza kukaa. Unaweza kuja hapa kwa madhumuni mbalimbali. Moja, kama kituo cha hija, kwa watu wachache unaweza kusalia hapa badala ya kwenda kwenye kanisa kubwa. Lakini vile vile kunaweza kuwa na semina na mikutano ya namna hiyo kwa ajili ya shughuli ya kikundi kinachohusika nataka kufanya nini. Na hapa juu pande huu kuna kitu ambacho ni cha pekee. Naona nilifanya hili ni jiwe tulitoka nalo chini kabisa katika kujenga, na tumekwenda nalo mpaka mwisho, na kule tunakuta juu ya jiwe hili imesimama tabernakulo. Hapa mbaya mlango kufungwa. Hiki ni kikanisa kidogo ambacho watu wachache na labda wale watakao kuwa nakaa katika eneo hili wanaweza kuona wanaingia kwa ajili ya kusali, au watu wanaokuja wanahitaji maungamo basi wanaweza kuingia kwenye kikanisa hiki. Upande wa kaskazini wa uwanja huu kuna hivi ni vyumba vya vinaweza kutumika kwa kulala, na hapa chumba inaweza kutumika kwa ajili ya kunywa kahawa, kuchemsha kahawa na kunywa na kwenda basi. Sasa hii ni njia nyingine ambayo unaweza kutumia kwa kuingia kanisani. Kanisa liko kule. Kule chini kuna ndio tulikuwa tuongelea pango la Bikira Maria, na watu wanaweza kwenda kusali rozari na nini. Unaweza kuanzia ibada kule, mnakuja mnaingia kanisani. Hapa juu kabisa hapa tulikuwa tuna mpango wa baadaye tutatengeneza ngazi ambayo inaweza kupita kwa kusukuma magari. Tutatengeneza ngazi itakayoshuka mpaka kule chini, kusudi walemavu ambao watakuwa nakuja kwa magari kifika pale wanateremka viberenge vyao au magari ya walemavu, basi kila mmoja atakaa kwenye gari lake, atasukumwa mpaka anafika hapo, apokelewa, baadaye anaingia kanisani. Ndio lengo la kujenga ngazi hii. Ila mapokeo watu wanaweza kupokea mahali hapa, lakini hapa kuna mchoro maalum ambao unatukumbusha jubilee ya mwaka 2000,
mwaka wa Bwana 2000 ambapo tulikuwa na jubilei kuu. Na jubilei kuu ile ilikuwa na kauli mbiu semayo Kristo jana na leo na daima. Basi michoro hii inaonyesha ni kama njiwa au mtakatifu anazunguka kwa daima, yuko nasi kutuimarisha. Kristo jana na leo na daima. Sio mchoro huu kwa basi kifika mahali hapa ile imefifia, ilikuwa kielelezo cha ufunguzi wa eneo hili. Katika makanisa na hasa zamani tulikuwa na kisima cha ubatizo. Sasa hapa tunacho kisima cha ubatizo, na kuna kauli mbiu semayo kwamba umebatizwa, umefanya nini? Umebatizwa, umetumwa. Tulikuwa na maadhimisho ya uenezaji Injili na hivi tukawa tunapopewa ubatizo nafanya kuwa Wakristo. Wakristo hao ni watu ambao wanamtumikia Kristo Yesu. Katika maji ya ubatizo pale unapewa mamlaka ya kukiri kile ambacho mwenyewe ukipokea, kushirikisha wengine ujumbe wa Kristo Yesu. Na hapo tuliweka kwamba wakati mwingine watu wanaweza kuomba watoto wao wabatizwe katika kituo cha hija, alafu taarifa zao zipelekwe kufikia kisima cha ubatizo. Na kutoka kisima cha ubatizo wale wabatizwa na Wakristo wote wanaandamana kwenda kanisani kama tutakavyofanya na sisi wenyewe. Jua linapochomoza mashariki, jua mbele ya jengo hili mashariki, milango yote, mlango ule, milango hii hata huo chini inaangalia mashariki, na kuna sababu yake. Sababu ya kwanza ni kwamba jua linachomoza kutoka mashariki, na katika masimulizi tunayokuwa nayo, Kristo Yesu mwenyewe ndiye jua la haki, na tunathibitishwa hayo na mambo kadha wa kadha. Mosi, wakati wa Christmas tunapozungumzia habari za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuna habari za mamajusi ambao walitoka mashariki wakiongozwa na nyota mpaka Yerusalemu, na pale ile nyota ikawa imefutika, basi wakauliza mpaka wakapiga hodi kwa Herode na wakamweleza kilichowaleta. Herode akababaika sana, akawaita wataalamu wake wa imani ya Kiyahudi, wakasema, haya maneno nasikia kwa wageni hawa ni kweli? Wataalamu wakamwambia, ndio, imeshaelezwa na nabii Mika kwamba katika Betlehemu wewe sio mji mdogo, maana hapo atatoka mtawala wa dunia, tawala ulimwengu. Sasa kwamba hicho anachokitafuta ni cha kweli. Basi akamwambia, akasema, nendeni
na mimi nitawafuata, kisha nijulisha kwa uhakika kabisa ni wapi mtoto alipozaliwa. Na tunajua habari ile, Majusi walimuona, lakini wakapata ndoto kwamba wasirudi katika njia ile, watafute njia nyingine, na wakafanya hivyo. Kwa kufanya hivyo, si kwamba walikuwa wametatua tatizo, kwa sababu yule Herode badali buni hila nyingine na kuhakikisha kwamba watoto wa mwaka mmoja tangu miaka 2 kwenda chini wanauawa, hasa wa kiume, akijua kwamba hata humo huyo ambaye amezaliwa naye kuja kunipindua naye atakuwa amefariki. Lakini Yosefu akapata ndoto, nadhani ni katika Injili ya Mathayo sura ya 2, akapata ndoto na akamrudisha mwanae kukimbilia Misri, na kutoka Misri huko ndiko Yesu alirudi kwenda Nazareti, ambako ndiko wazazi wake walikuwa wakiishi. Wakamwokoa mtoto katika nazahama hiyo, katika hilo. Kwa hiyo mashariki inasema kitu, na tunaambiwa kwamba hata kanisa, hekalu la Yerusalemu, mlango wake mkuu ulikuwa umetazama mashariki, na kaburi la Bwana Yesu mwenyewe naambiwa kwamba lilikuwa limetazama mashariki. Kwa hivi alipofufuka katika wafu, alitoka mashariki kwenda kuwasalimia mitume wake. Kwa hivyo tunaona ni kweli Yesu ndiye jua la haki na tuletea wokovu kutoka mashariki. Hapa kuna mchoro mwingine ambao katikati kuna jiwa iliyo alama ya Roho Mtakatifu, ambaye anatukaribisha wanaoingia huko kanisani, anatukaribisha na watoka pembeni wanakuja. Ni alama ya msalaba ambao inaonekana katikati kabisa, ni alama ya Roho Mtakatifu ambaye anatuimarisha katika imani yetu. Kushoto na kulia mbele ya mlango huu, huyu wa upande huu ni Mtakatifu Paulo, ambaye ni mtume wa mataifa, na upande huu ni Mtakatifu Petro, ambaye ndiye alikabidhiwa na Kristo Yesu kulikabilia na kulisimamia kanisa mpaka hata milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Lakini hapa kuna milango mitatu, yote karibu size ni moja. Hii ni ishara ya Utatu Mtakatifu, kwa mnaingia katika kituo chetu cha Utatu Mtakatifu kupitia milango hii mitatu, unakaribishwa na Utatu Mtakatifu Mungu mmoja. Yote ni milango ambayo inafunga kanisa hili ambayo tangu unapoingia unaongozwa na taa, wapi uende. Unaweza kuingia kushoto, unaweza kuingia kulia, na taa hizi ziko katika mstari au muundo wa msalaba. Unakwenda upande kushoto, kulia, na Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza kwenye njia hii.
ambayo ni ishara ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ndio utajiuliza, hakuna kichwa pale, yaani sehemu ya juu kama utakavyoona kwenye msalaba huu. Kuna shirika la Wafransiskani, wao msalaba wao hauna kipande cha juu cha mti. Inaishia hivyo katika msingi huo, lakini nabaki bado ni msalaba wa Kristo Yesu. Kwa hivyo hapa kwa chini unaongozwa msalaba wa Kristo Yesu kwenda kulia, kwenda kushoto. Ndivyo ilivyo msalaba huu. Kile hapa mbele ya msalaba huu ndio una tabernakulo. Lile jiwe ambalo linatuanzishia msingi wake ndio hilo hapa, na juu yake tukajenga tabernakulo. Lakini tabernakulo iko katikati ya kisanduku, na kisanduku hicho kinaelezea juu au kinatukumbusha juu ya sanduku la maagano, amri 10 za Mwenyezi Mungu, sanduku lile ambalo Wayahudi walilibeba walipofika Sinai, na Musa akapokea zile amri 10 za Mungu, na akaja kueleza Wayahudi, ingawaje alikuta wamekengeuka wakitengeneza Mungu wa nani katika sura ya ndama. Basi sasa tukaona kwamba ni vizuri Ekaristi Takatifu, ambaye sasa ndio ukamilifu wa Torati ya Musa, awe mahali hapo katika sanduku hilo ambalo tunaita tabernakulo. Na tabernakulo ina maelezo kadha wa kadha. Ni nyumba, ni mahali ambapo Kristo Yesu anatusubiri sisi waamini. Kama hakuna ibada ya misa, anatusubiri sisi waamini tuje tukamwabudu katika sakramenti hiyo ya Ekaristi Takatifu ambayo iko kwenye tabernakulo. Lakini vile vile ni mahali ambapo tunahifadhi Ekaristi Takatifu zilizobarikiwa kwa matumizi ya baadaye, ndio kwa ajili ya kupeleka sakramenti kwa wagonjwa na nini. Tulifungua tabernakulo kuchukua hii. Lakini tueleza mwanzo kabisa kwamba Kristo na Mama Bikira Maria ndiye aliyembeba Yesu kwa mara ya kwanza katika tumbo lake, na hivyo akajulikana kwamba yeye ni nyumba ya Mungu. Na sisi tunapoingia kanisani huwa tunaimba, kanisa letu ni nyumba ya Mungu, Yesu yumo na anatoa neema. Anapokuwa katika sanduku ambayo ni tabernakulo, basi anatubariki na kutupatia neema tunazohitaji katika maisha na uhai wetu. Na ndio mtima wa kanisa, ndio moyo wa kanisa, ndio msingi na chanzo cha imani yetu. Alafu hapa tuna altare. Altare ni meza tunayotolea sadaka takatifu ya misa kwa kulisha roho zetu. Lakini kuna mbali mbili, moja kwa ajili ya masomo iko kule upande wa kulia tunapokuwa tumesimama kuangalia altareni, na nyingine ya masomo ya maelezo na taarifa mbalimbali upande huu. Huwa tunaanzia misa ya
upande wa kushoto kwangu kwenye mimbari hii, halafu na masomo yanasomwa kwenye mimbari hii. Huu msalaba kwa kweli umepaswa kuwa pale juu, lakini kwa sasa hivi ule msalaba wa hija tunaweka kanisa kuu, na huu ni msalaba kutoka parokia ya Ikuli, ili shughuli za hija zinapokuwepo basi tuweze kuwa na kielelezo halisi kabisa. Na huu ndio msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo siku kama ya Ijumaa hivi hapo sali njia msalaba nakumbuka mateso aliyotustahilia kusudi atuokoe. Baada ya hapa kuna alama mbili. Kuna alama mbili. Alama hizi zinaonyesha kwamba Kristo imesoma kutoka hiyo herufi ya Kigiriki inaonyesha, na ya Kilatini inaonyesha Yesu, na hii katikati EH inaonyesha binadamu, binadamu ambaye sasa Yesu ni mwokozi wa binadamu. ES inaonyesha wokovu. Yesu ndiye aliye wokovu wa binadamu, ndivyo inavyosomeka. Lakini vile vile hii ni alama na ambayo ni kitambulisho, nembo tuseme ya Wayezuiti ambao wanaojiita kuwa ni shirika la Yesu, ni maskari wa Yesu. Hapa juu Mtakatifu Yosefu, mlinzi wa kanisa, na mama Bikira Maria, mama wa kanisa na mama yetu, basi wako wanakaa hapa, na hapo juu ndio kuna msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na mtoto wao alipokuwa mtundikwa msalabani kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu, ambao unaonyesha kwamba Kristo Yesu ndiye aliye mwanzo na mwisho, Alpha and Omega. Hizi ni alama ni ishara za Kigiriki. A inasimama kwa Alpha, mwanzo, na hiyo Q inazunguka inasimama kwamba ni mwisho. Kristo ndiye aliye mwanzo na mwisho wa uzima wetu. Hizi alama zinaeleza hapo tunapoadhimisha makuu ya Mungu hapa altareni, basi tunajua kwamba yanaanza na Kristo Yesu na yanaishia na Kristo Yesu aliye mwanzo na mwisho. Kitabu cha Ufunuo kinaeleza mengi sana bila hizi pamoja na hata sura ya kwanza tunatosha tunapata taarifa. Mwisho kuna mchoro huu. Najua binadamu hatuwezi kueleza Mungu katika nafsi zake tatu kwa ukamilifu wote. Kwa hiyo tutajaribu kubuni namna ya kuweza kutoa fumbo hilo. Tuelezee vipi fumbo hilo la imani yetu, Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja. Kuna mwandishi mmoja kutoka Urusi, ndio katika tafakari yake akitumia kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 10, alipenda kutupatia picha hivi Utatu Mtakatifu unafanana vipi. Ukiangalia picha hii
watu hao watatu wanafanana. Huwezi kujua nani mzee, nani kijana, umri wa kati, umri wa mwisho, huwezi. Wote wako namna moja, na kila mmoja ana fimbo ameshikilia, lakini katikati kuna namna ya kikombe hivi, ni kama wanachota kitu kutoka kwenye, au wanachukua kitu kutoka kwenye kikombe hicho. Sasa maelezo yake ni haya, kwamba Abraham alipokuwa amekaa chini ya mti kule Mamre, kama inavyosimuliwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 10, ilikuwa ni jua la hari. Hari maana yake jua kali sana. Basi amekaa pale kivulini, akaona watu watatu wanapita, akawakimbilia. Alipowakimbilia akamwambia, jamani, jua ni kali, hebu ndio nitulie chini ya mti huu. Basi akaenda akamfuata, akakaa pale, akakimbia hemani, akamwambia mke wake Sara, akasema, tumefikiwa na wageni, sasa tengeneza maanjumati kidogo. Alafu akaenda kwenye zizi lake la wanyama, jila ng'ombe, mbuzi, kondoo. Akachukua wana kondoo mmoja, akamwambia wachungaji wake, wahudumu wake, watumishi wake, asema, hebu tengenezeni kitoweo, tumefikiwa na wageni. Sasa wakati walipokuwa, mama alipoandika chakula kile mezani wanakula, basi mmoja wao akamuuliza Abraham, hivi nani Sara yuko wapi? Akamwambia, Sara yuko jikoni, yuko hemani. Akamwambia, mwakani wakati kama huu Sara atakuzalia mwana. Na Sara akasikia hiyo. Sara akacheka, kaona kwamba hawa wananikejeli sasa baada ya kushiba. Sisi tu wakongwe hivi bado tumaini hilo tuliambiwa tangu mwanzo tulipotoka kule Uru, kama inavyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12, mpaka hivi sasa bado tu tunazidi kuambiwa kwamba mtapata mwana, mtapata mwana. Akamwambia, kwa nini unacheka? Basi kama yeye sasa alikuwa anacheka kwa uzuri. Akamwambia, hapana, sijacheka. Basi na kweli wale watu akasindikiza, akatoweka. Na mwaka uliofuata wakati kama zile, basi mtoto Isaac alizaliwa kwa Abraham na mama Sara. Basi ndio mwanzo wa historia ya wokovu wetu unapokwenda. Kwa hivyo tukaona kwamba weke hii kama kumbukizi tu na rahisi kwa kueleza juu ya Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja. Kulia kushoto tunapotazama, lakini kulia sanamu hivyo ni Mungu Baba, katikati ni Mungu Mwana, na huku upande huu kushoto kwa wote ni Mungu Roho Mtakatifu. Hivi ndio fanani na maelezo tunayokuwa nayo. Mwisho tumependa kulipamba kanisa letu kwa sanamu za watakatifu mbalimbali, wakiwemo na Petro na Paulo kama tulivyoshaeleza, lakini vile vile Yohane Paulo wa pili pamoja
na wako pale pamoja na Mama Teresa wakakuta wako pale. Kwa hivi majina tumeandika chini ya kila picha ambayo mtu anaweza kujua huyu ni mtakatifu. Pande ule kuna mtakatifu Josefina Batista, yule pale Mwafrika pekee aliyomo humu. Yeye asili yake ni kule Sudan, alikuwa ametekwa utumwa, akakombolewa na akapelekwa Italy huko, na baadaye akajiunga na shirika la masista Canossa, sista wa Canossa, na baadaye akawa sista na akafa na sista, na sasa ni mtakatifu. Watakatifu na malaika walinzi.